asifiwe. Amen. Hebu nione wale ambao tumewahi kukutana nao, wale tumewahi kukutana nao. Okay. Unaweza enda mwisho wa nchi ukifikiria unaenda kujificha kule, kumbe bado kuna watu wanakujua. Nashukuru Mungu kwa sababu amenileta mbio kabisa kutoka kule magharibi mwa nchi. Nilianza safari yangu jana muda wa saa 10:05, na Bwana amekuwa mwema katika safari. Saa 2:30 tulikuwa tumefika katika jiji hili. So familia yangu, mke na watoto na kanisa walisema ni wape salamu, wangapi wamepokea. Hatuna muda wa kupoteza, mambo mengine tutaongea tukiwa huko nje, lakini kwa sasa tuko na biashara moja peke yake, kwamba Mungu atuwezeshe tupate mvua. Amen. Amen. Nashukuru brother Simiyu ambaye amekuwa mgeni wetu jana. Na imani kwamba tulianza vizuri na tutaendelea vizuri. Ilikuwa ni siku 10 na nitahakisha nimemaliza 10. Kwa maana wameweka mpaka Sabato. So ya jana ilikuwa haramu kwa sababu singekuwa 11. Mimi nitakuwa hapo kwa siku 10. Siku Bwana asifiwe. Amen. Yesu anakuwa na wanafunzi kwa miaka 3.5. Miaka mingapi? 3.5. Miaka 3.5. Yesu anapelekwa msalabani. Yesu anasulubishwa. Yesu anazikwa, anafufuka, anapeleka ripoti mbinguni. Baada ya kupeleka ripoti mbinguni, anashuka tena, anaishi na kanisa ambao ni wanafunzi wake tena kwa muda wa siku 40. Kwa nini Yesu alipofufuka hakwenda haraka mbinguni? Alipopeleka ripoti abaki kule. Ni nini tena namrudisha tena duniani na akae tena kwa siku 40? Sijui kama umewahi kupitia kwa shida fulani, umeepuka shida hiyo, alafu tena mtu mwingine anataka kurejeshe katika ile shida. Wangapi wamewahi kwa hospitali wakalazwa? Kwa hiyo mnajua kulazwa ni nini? Wacha hii ya malaria hii kidogo hii ya umu. Kulazwa kwenyewe. Sasa baada ya kutoka pale ndani ya hospitali, umetibiwa, umeruhusiwa kwenda, mtu mwingine tena anakuambia urudi wapi? Urudi pale ndani. Nafikiri kwamba utarudi kama hauna amani. Yesu kinachomlazimisha kurudi tena, alikuwa anaandaa wanafunzi wake waelewe kwamba yeye kazi yake ya ukombozi imekamilika na inapaswa achukuliwe mbinguni, na kisha amtume Roho Mtakatifu atakayewakamilisha. Amina. Yesu anapoangalia wanafunzi wake katika lizo zake, unaposoma Yohana Injili sura ya 14 aya ya 1, anawaambia kwamba msifadhaike mioyoni mwenu. Ninaenda wapi? Mbinguni kwa Baba, na nitarudi tena niwachukue niwapeleke wapi? Mbinguni. Anapoangalia nyuso za wanafunzi wamejaa mashaka, na kwa sababu ya mashaka yaliyokuwemo mioyoni mwa wanafunzi, Yesu anawapa ahadi kwamba anaenda nyumbani na atarudi awachukue ili waweze kuwa kule. Kulingana na statement ya Yesu, anataka awapatie joto, waelewe kwamba licha kwamba ataondoka kwenda mbinguni, lakini atarudi ili aweze kuwa pamoja na wao. Lakini kabla hajaondoka, anafikiria ni zawadi ipi atakayowaachia wanafunzi. Anasema ninaenda nyumbani mwa Baba, na atakapokuwa kwa Baba anaenda kumuomba Baba ili aweze kuwaletea msaidizi, na huyu msaidizi ni Roho Mtakatifu. Naomba mtu anisomee kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 kuanzia aya ya 4. Yesu anatoa ahadi ya Roho Mtakatifu kwamba nikienda nitamuomba Baba ili aweze kuwapatia usaidizi. Soma mtumishi wa Isaya. Nasema hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu. Aliwaagiza wasifanye nini? Wasitoke Yerusalemu. Bali ngoja kidogo. Ili wampate Roho Mtakatifu, sharti la kwanza wasitoke wapi? Yerusalemu.
wamekusanyika kama kanisa. Kwa hivyo ili wapate Roho Mtakatifu ni sharti wabaki Yerusalemu. Kwa hivyo hata na sisi tunaoishi nyakati za mwisho, ili tumpokee huyu Roho Mtakatifu ni sharti tusitoke Yerusalemu. Amina. Ni sharti tumsubiri Roho huyu Mtakatifu, lakini tukiwa Yerusalemu. Kwa nini wasimsubiri huyu Roho wakiwa makwao nyumbani? Yesu anataka aliandae kanisa kwa jumla, kwamba watakapokuwa wamekusanyika kama kanisa mahala pamoja, akiwa amewapatia siku za kujitayarisha, hapo ndipo huyu mgeni atawashukia. Kwa hivyo msitoke Yerusalemu. Endelea. Bali waingoja ahadi ya Baba ambayo nisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana alibatizwa kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu. So Yesu anataka wanafunzi waelewe kwamba ubatizo ambao Yohana alibatiza wa maji mengi hautoshi. Ili waweze kukamilika ni sharti wabatizwe kwa Roho Mtakatifu. Yesu kwa kuleta Roho Mtakatifu na kubatiza kanisa kwa Roho, hamaanishi kwamba ubatizo wa kwanza wa maji hauna maana. Kwa sababu hiyo anautaja, anahusisha kabla hajaleta Roho. Anataka wale kwamba ndio mumebatizwa kwa maji mengi, lakini ule ubatizo wa maji mengi wa Yohana, ubatizo wa wachungaji hautoshi. Inatakana ubatizo kwa njia ya Roho Mtakatifu. Kwa hivyo mkae Yerusalemu kwa siku 10, nitamtuma huyu Roho atakayewabatiza, atakayewabadilisha, atakayewakuza ili muweze kuhitimu na kufaa kwenda mbinguni. Amina. Amen. Endelea mtumishi. Baada ya hizi siku chache, fungu la 6, basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati ndipo utawarudishia Israeli ufalme? Yesu anazungumzia Roho Mtakatifu kuja. Mitume wanazungumzia nini? Ufalme. Mwangalie kanisa la mitume, watoto wa Nyasaye. Yesu anazungumzia kuwapa nguvu ili wamalize kazi. Wao wamemaliza kazi, wanataka kutawala. Hata nini wanabanguli, huenda kuna mambo ambayo mnataka kufanyiwe. Kuna mzee mmoja kule kwetu alikuwa mwanamuziki na alikuwepo tangu wakati wa hayati mzee Jomo Kenyatta. Anajua hili jiji, anajua Nairobi. Wao ndio walikuwa wakiimba, wakicheza gita na nyimbo zile kwa ajili ya kutukuza viongozi huyo wa kwanza wa nchi. Siku moja alipata nafasi, akawa na kiongozi wa nchi, Rais mzee hayati Jomo Kenyatta. Mzee hayati akamwambia, Mzee Nyapara, ningependa uniombe kitu kimoja. Mzee Nyapara akafikiria, yeye ni mwanamuziki, ni kitu gani kitakachofaa kwake kuomba kutoka kwa kiongozi wa nchi? Mzee akasimama akasema, Rais, na uishi milele. Kile ninachokiomba kutoka kwako, naomba unipatie gitaa. Mnajua gitaa? Ninaomba unipatie nini? Gitaa. Nchi ya Kenya jinsi ilivyo katika mipaka yake yote ilikuwa mikononi mwa Mzee Jomo Kenyatta. Kama angeliomba plot hapa Mombasa angelipewa. Kama angeliomba mojawapo ya ghorofa pale Nairobi angelifanya nini? Angelipewa. Lakini huyu mzee alikuwa limited. Mawazo yake yalikuwa mafinyu kiasi kwamba amepewa na mwenye nchi mamlaka ya kuweza kuomba chochote, kwa maana kiongozi wa nchi hakuspecify kile kitu ambacho angeliomba. Anasema, kiongozi wa nchi, naomba nipatie gitaa. Sijui wewe mwanabamburi ukipata nafasi na kukutana na kiongozi wa nchi wa sasa Uhuru Kenyatta, akupa nafasi ya kuomba, utaomba nini?
Kuna wale wataomba magari, si ndio? Kuna wale wataomba ploti hapa Mombasa ama kwingine. Kuna wengine wataomba suti. Kama huyu wa kamera atasema kamera yangu imezeeka, ninaomba unipe kamera nyingine. Unipe kamera nyingine mpya. Sasa Yesu na mbingu inaandaa zawadi maalum kwa kanisa. Wanafunzi waletewe Roho ambaye ni Mungu, na wanafunzi katika mawazo yao yamekuwa mafinyu kiasi kwamba wanafikiria wakati wa kuanza kutawala Waisraeli kuwa huru kutoka katika minyororo ya kutawala na watu wengine umefika. Yesu alisumbuka sana. Wakati anataka amlete Roho, wale wanaoletewa Roho wanaongea mambo ya ODM na mambo mengine ya dini. Kwa hiyo Yesu anawaambia mtakaa hapa, na katika kukaa kwenu kwa siku 10 hamtakaa tu, lakini kuna kazi mtafanya ili watayarishe kwa kumpokea huyo Roho. Umefika aya ngapi Eda? Ya 6 na ya 7. Endelea. Aya 7 nasema, akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoweka katika mamlaka yake mwenyewe. Sasa si kazi yenu ninyi wanafunzi kujua ni wakati gani mtapewa nafasi ya kutawala, lakini ajuaye wakati ambapo mtatawala ni nani? Ni Baba wa mbinguni. Endelea. Lakini mtapokea nguvu akishakuajilia nguvu juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Yesu alijua udhaifu wa wanafunzi wake, na miongoni mwa udhaifu waliokuwa nao ni kwamba wanataka wajitawale kama taifa, na kwa njia hiyo anafahamu vyema kwamba wanachokihitaji si kupewa nafasi ya kutawala, kwa maana ni wadhaifu na ni wanyonge. Amekaa nao miaka 3.5, lakini bado hawajakomaa na mawazo yao hayafikiri mambo ya mbinguni. Ndiposa anawaambia sasa, ninyi mwachane na mambo ya kutawala, mtatawala nini? Lakini ninyi mnahitaji Roho Mtakatifu, na akisha kuachia huyo Roho mtafanya nini? Mtapokea nguvu. Tunaweza kuwa kwa kanisa hili kwa miaka mingi, sijui lilianza lini, lakini historia inaonyesha ni kanisa ambalo limeanza kitambo, si kweli? Tunaweza kuwa tumekuwa katika kanisa hili kwa muda wa miaka mingi, tunang'ang'ana na vitu vingine, lakini kumbe kila ambacho tunakihitaji kilicho na umuhimu bado hatujakipata. Na ndiposa katika juma hili Mungu anataka kutupa Roho. Tunachokihitaji ni Roho. Tutakapompata Roho tutapata nini? Nguvu, kwa maana tungali wadhaifu. Bado tungali wadhaifu. Nimekuja na Elda kasema na msikiti hapa ni mingi sana. Akaniambia hapa ndio kuna msikiti sasa. Kasema sasa hii msikiti yote ilikuwa makanisa kilikuaje? Si hapo kulikuwa kuna mama sana. Kulikuwa kuna mama sana. Lakini sasa kwa nini msikiti ni mingi, makanisa ni machache? Wale ambao wanahitaji kupokea Roho hawajapokea Roho. Kanisa la Mungu litakapompokea Roho, hautahitaji kuuliza kama limepata Roho, lakini tayari kwa vitendo vitaonekana, kwa maana wataondoka si kama watu wengi, lakini wataondoka kama mtu mmoja, na wataenda kwa kishindo katika ulimwengu, na ile Roho watakayekuwa naye, kanisa litakuwa na huyo Roho. Huyo Roho ndiye atashawishi ulimwengu, na ulimwengu utakuja kumfuata huyo Kristo. Amina. Kanisa mpaka sasa linapofundisha hivi halijampata Roho. Si kwamba Roho hayupo, Roho yupo, lakini waliokusudiwa kumpokea Roho bado wamefunga milango. Na kwa hivyo Roho angali nje, hajaingia bado. Tangu wakati wa Pentekoste Roho wa Mungu yuko duniani, lakini kila siku hubisha milangoni mwetu, kwenye
kuingia na afanye makao. Kwa nini Roho Mtakatifu anapeana kwa kanisa? Mungu Baba na Mungu Mwana hatajulikana kwa ulimwengu na hatajulikana kwa waumini mpaka Roho ameingia ndani na amepata makao yake. Amina. Roho Mtakatifu ndiye huleta sura ya Baba na Mwana ndani ya aliyeamini, na ndio sababu mtu akishakuwa na Roho, mwanaume au mume hatahitaji mke wake, hatahitaji kumtangazia kwamba yeye ni Mkristo, lakini mke atakapomuona ataona kweli huyu ni Mkristo, naye mume atakapoona mke wake atamuona kuwa ni Mkristo. Haitahitaji andiko kwa magazeti kwamba fulani ni Mkristo, mpaka tutakapofikia mahala ambapo kanisa, ulimwengu unapokuangalia unaridhika kwamba huyo mtu ana Yesu ndani yake, na kitakachotufanya tuonekane hivyo si kingine, ni Roho wa Mungu. Kama hujawahi onekana kuwa Mkristo duniani, shida si kwamba hujabatizwa, shida si kwamba jina lako halipo katika register ya kanisa, shida ni kwamba wewe hauna mafuta. Kwa hivyo Roho Mtakatifu asipokuwa ndani yetu, hakuna chochote cha kutuendesha ili tuonekane kuwa sisi ni wana wa Mungu. Na ndio sababu ujumbe huu unakuja kwa wakati uliofaa, kwamba kanisa linapaswa linyeshewe. Amina. Na ndio sababu tumeimba wimbo unasema nini? Bwana tunyeshe nini? Mvua, ili tupate kuloa. Tukisha loa mvua, basi tutakuwa tumepata nguvu. Kumbe ili tuweze kuwa na nguvu, ni sharti tuweze kuwa na Roho wa Mungu. Mara nyingi huwa tunakuwa na revivals, mikutano mingi ya revivals. Tunakuwa na maandalizi ya makambi, tunakuwa na maandalizi ya kwenda mikutano ya Injili, tunakuwa na maandalizi ya waimbaji kutoka. Mara nyingi maandalizi hayo watu wanahimizwa, wanasomewa vitabu, wanasomewa mafungu. Shida ni kwamba kanisa la Mungu kwa sasa, mimi na wewe, tungali bichi, hatujaiva. Na ndio sababu miito ni mingi sana katika kanisa la Seventh Adventist. Miito ni mingi sana. Watu wasipoitwa, makambi imefika, sijui crusade iko wapi, sijui tuna mpango gani, sijui kwa inaenda Rwanda doho, watu wanakusanywa, wanahamasishwa. Hata baada ya kuhamasishwa, bado kuna wale wangali wagumu. Shida ni kwamba sisi ni kama magari ambayo hayana mafuta ndani yake, na hakuna muujiza mwingine ambao gari linaweza songa, linaweza anza mwendo pasipokuwa na mafuta. Kwa hivyo kanisa la Bwana, Kristo anapoliangalia kwa sasa, ni kama gari liko tupu, halina mafuta. Tunahitaji twende filling station ambayo ni Jerusalem. Hapa tuombe Mungu atupe mafuta. Amina. Na katika juma hili tutakapokuwa serious na kuomba mbingu, Biblia inasema kwamba ninyi mlio waovu mnapewa watoto wenu vipawa vilivyo vya haki. Ni nani kwenu mtoto akitaka samaki umletea nyoka? Hebu nione. Hata kama ni mzazi katili kuleta samaki, si ndio? Mtoto akililia mkate, hakuna mzazi huleta jiwe, huleta mkate. Sasa Yesu anasema ninyi mlio waovu, mnapeana watoto wenu vipawa vilivyo vyema. Na itakuwaje kwa Mungu wewe aliye mbinguni? Kama kuna kitu ambacho tunaweza kukiomba na Mungu asiite church board ama heaven board, sielewi, ili kusiwepo na kikao cha dharura, wakati ambapo muumini amepiga magoti chini na kumuomba Mungu kumpa Roho. Mungu hahitaji kikao cha dharura, Mungu humtoa Roho immediately. Amina. Kwa hivyo kanisa ndilo limechelewa, lakini mbingu haijachelewa kumpeana Roho. Kanisa limechelewa kumuomba Mungu aweze kupeana Roho wake. Mtumishi wa Mungu, ulifika aya ngapi? Ya 8. Endelea. Aya 9 yasema, yes. Akisha kusema hayo, walipokuwa wakitazama, akainuliwa
wingu likampokea kutoka machoni pao. Yes. Alipomaliza kusema hayo, mbingu ikashuka, mawingu yakamchukua mwana wa Mungu, wao wakabaki wakitazama mbinguni. Mwana wa Adamu akafanya nini? Akachukuliwa. Kila ambacho Yesu alikuwa anasubiri ni kwamba awaandae wanafunzi wake wabaki Yerusalemu kwa siku 10. Wakifanya nini? Kwa siku 10 kanisa lilikuwa katika kuomba. Kwa siku 10 kanisa lilikuwa katika kusahihisha makosa yao. Mwanafunzi mmoja aliyekosana na mwenzake walipata nafasi ya kusema, ndugu Ondieki nisamehe, ndugu Robinson nisamehe, dada Mary nisamehe, kijana fulani nisamehe. Mambo hayo walikuwa wanasahihisha kwa siku ngapi? 10. Kwa hivyo haikuwa tu kwamba waende wakae pale kwa siku 10 jinsi tumekaa hivi wakifanya during nothing, wakikaa kitako pasipo kufanya chochote. Walikuwa kwa serious business. Walikuwa wanaomba, wakikesha na kusahihisha watu walionekana wawili watatu katika kona za lile chumba pale orofani, wakisahihisha mambo yao. Na kwa siku 10 kanisa lilikuwa limeiva. Na lilipokuwa limeiva, Mungu Baba kwa njia ya Mwana akamtuma Roho, akasema sasa kanisa limeiva na linatosha kupokea Roho. Amina. Hata nasi tukiwa hapo siku 10, ikiwa tutakuja tu kukaa hapo siku 10 na tusiwe na kitu cha kufanya, hizo siku 10 zitakuwa hasara kwetu, kwa maana Mungu hamtumi Roho mpaka kanisa liwe tayari kupokea Roho. So katika juma hili ni kusahihisha mambo yetu. Ulienda pale sokoni ukakanyaga nyanya za wenyewe na haukulipa, wakati wa kusahihisha ndio. Mlikuwa kwa ibada ukakanyaga mwingine, ukasema neno likamkwaza, siku hizi 10 za kufanya nini? Za kusahihisha. Tukisha sahihisha, sasa tukiambia Mungu sasa tuko tayari, mbingu itasema Roho ndiye huyo. Roho ametolewa kwa sababu ya kanisa, si kwa kitu kingine. Na ndio sababu Yesu akasema huyo Roho wa kweli akija, ulimwengu hautamwona, lakini atakuwa ndani yeye. Sasa ikiwa ndani ni kuchafu, nini mlijua kwamba mgeni anakuja kwa revival? Mkaandaa hela aliyekuja kunichukua pale stage. Si ni ukweli? Hela amenitoa pale kanipeleka kwake, amenipeleka kwa makazi mengine. Hiyo ni ishara kwamba waliongojea mgeni walijua anakuja na kuna maandalizi walifanya ABCD. Si ni ukweli? Kwa hivyo Roho Mtakatifu pia kama mgeni ilikuwa pia na wao wafanye maandalizi, ndiposa yule mgeni afanye nini? Aje, ashuke, na ndiposa wakapewa siku 10. Siku 10 zinatosha kutengeneza mambo yetu na wenzetu. Siku 10 zinatosha kutengeneza mambo yetu na mbingu. Hata siku moja inatosha. Amina. Amen. Inatosha. Hata hatuhitaji 10. Hii siku ya kwanza ya jana na siku hii ya leo inatosha kusahihisha mambo yetu, ili katika juma hili tuweze kuona nguvu za Roho Mtakatifu zikiingia na kukalia ndani ya kila mmoja wetu. Amina. Kwa maana Roho huyo alipokuja hakuna yeyote aliyemgawia mwenzake, lakini kila mtu alipata kipimo kile kilichotoka mbinguni. Kila mtu akapata Roho Mtakatifu, na kwa hivyo kila mtu alijazwa. Hakuna aliyegawiwa mwingine. Pastor aligawieko, mzee wa kanisa, si kiongozi wa spiritual steward, si kiongozi wa maombi. Kila mtu alipokea Roho kwa wakati ulipofika. Roho akashuka, kila mmoja akapokea. Kwa nini kila mmoja alipokea? Kila mmoja alikuwa tayari. Unaposoma kitabu cha True Revival, Mama White anasema kwamba a revival of true godliness among us is the greatest and most urgent of all our needs. To seek this should be our first work. There must be honest effort
obtain the blessing of the Lord. Not because God is not willing to bestow his blessing upon us, but because we are unprepared to receive it. Si kwamba Mungu hajakuwa tayari kutupatia huyu Roho Mtakatifu, lakini sisi tunayopokea hatujakuwa tayari. Kama kuna jambo ambalo natakana kanisa lifanye kwa haraka tena pasipo kukawia, ni hatua hii ya kutafuta uhuisho na matengenezo na tupokee Roho Mtakatifu. Kama kuna shughuli za kuahirishwa, siweze kuahirishwa, lakini tuende kwa magoti kwa siku hizi 10, tuambie Mungu kwamba utubariki na neema hii. Utubariki na neema hii ya nguvu itakayofanya kanisa litoke na liende katika ulimwengu kwa majonzi, liweze kupiga wito, liweze kupiga tarumbeta, ili walioko kwenye dhambi waweze kumtoroka shetani, nao wamkimbilie Kristo, kwa maana Kristo ni uzima kwa wote. Amina. Amen. Mtumishi wa Bwana katika aya ya 31, Matendo ya Mitume sura ya 4:31. Nataka tuone Daktari Luka anasema nini. Ile 31 nasema hata walipokwisha kumuomba Mungu, mahali pale walipokusanyika pakatikiswa, wote wakajaa Roho Mtakatifu, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Amina kanisa. Amen. Walipokwisha kuomba, Roho alikuja baada ya kuomba. Walipokwisha kuomba, mahali walipokuwa palitikisika, kuonyesha kwamba Mungu alikuwa ameshuka kwa njia ya Roho. Mungu hawezi kuwa pahali na pasitikisike. Mwambie mwenzako hivi. Kuna mama mmoja nimeona amepokea Roho, anaendelea na maombi. Nimeona mama fulani amepokea Roho. Sitaki kusema ni nani. Unajua Roho anapokuja, yule aliyekuwa tayari amepokea. Huenda huyo mama amekuwa tayari na tayari Roho ameanza kushuka kwake, ameanza kuomba. Biblia inasema walipomaliza kuomba, dunia ilitikisika na Roho akashuka. Hata nasi tutapomaliza kuomba tutatikisika, maisha yetu yatatingizwa, hayatabaki jinsi yalivyo, na Roho atapata nafasi katika maisha yetu. Amina. Amen. Roho akaja, wakanena neno la Bwana kwa ujasiri, na ulimwengu ukashangaa. Watu ambao hawakwenda shule kama Petro na Yohana wakahubiri, na hata Biblia inasema kwamba Petro alipohubiri, hatujui alihubiri kwa dakika ngapi. Alipohubiri, watu 3,000 wakachomwa mioyo, wakasema Petro, tufanye nini? Petro akasema tubuni na mkafanye nini? Mkabatizwe. Ni mkutano upi ninyi mlienda wa mwisho? Mkatikisa ulimwengu kwa neno la Injili mpaka watu 3,000 wakabatizwa. Mzee wa kanisa. Hebu nione. Wale mlibatiza wengi sana kwa mkutano walikuwa wangapi? Mzee rafiki wangu walikuwa wangapi? Hata ajuzile 3,000 new church members. Brother, siki kidogo. Yaani watu wenyewe wanachomwa na neno, wanasema tuambie, tupatie the way forward, tufanye nini? Na si kuchomwa tu, hata machozi yanawatoka. Petro anasema imetosha, tubuni dhambi zenu. Wakaenda kwa magoti, wakatubu dhambi zao, wakabatizwa watu 1,000 ngapi? Hayo ni makanisa mangapi ukidivide na 35? Ni makanisa mangapi yalizaliwa baada ya dakika 10 ya sermon ya Petro? Kwa sababu hakwenda shule, hakuhubiri mambo mengi. Only 10 minutes were enough. Hatukuwa na prophecy, hatukuwa na head, hatukuwa na family life, lakini alihubiri tu kwa ufupi huyu Yesu ambaye alitumwa na akasulubishwa na kila alitenda. Watu wenyewe roho ikaanza kufanya nini? Yaani kutaja tu Yesu alikuja, akauawa, akafufuka, ameenda mbinguni na atarudi kutuchukua.
watu 3,000 wanainua mikono, anasema Petro, utuelekeze tufanye nini? Mara nyingi hata tukihubiri kwa mikutano, wale watu wanajitoa na wale wengine. Ukiona wahubiri wamekaa kwa mikutano ya Injili, wito unapotolewa hawaamuki, kwa sababu ule wito ni watu ambao hawajafanya nini? Hawajaamini. Wao sasa wanakaa wakianza kuangalia ni nani mwenye dhambi ameguswa aende mbele, kwa sababu wao walifika vile mmefika ili mmeketi, walifika. Kwa hiyo wito unapotolewa hakuna mtu anasumbuka, kwa sababu hiyo si yao, walifika tayari. Mwembe tayari walifika. Watumishi wa Mungu katika kanisa la Bamburi, haiwezekani tufanye chochote au tufanye lolote pasipokuwa na Roho, mpaka tutakapomruhusu Roho wa Mungu apate makao ya milele ndani ya mioyo na mawazo yetu. Hapo ndipo tutaanza kuona mabadiliko katika kanisa la Mungu, si la Bamburi tu, katika kanisa, katika ulimwengu mzima, kanisa la Waadventista wa Sabato. Na ndiposa mwandishi wa kile kitabu anasema tusisubiri, tungoje mabadiliko kwa kanisa nzima, jambo hilo halitatukia. Kwa maana katika kanisa la Mungu hata vikora wameingia ndani. Sasa wewe kaa kitako ukisubiri reformation, huyu ashikwe na joto ya Roho aambukise yule. Kule kwetu tunachoma matofali. Waliokuja kule waliona matofali hupangwa vizuri na moto huwashwa chini. So matofali ya chini ndio hutegemewa kuwasha ya juu. Moto kisha shika vyema na kuchoma matofali haya ya chini, yakishaiva yenyewe yanachoma ya juu, naye anaendelea kuchoma ya juu mpaka utakapoona moto umetokea wapi? Juu. Wanaweka majani pale juu yaliyokauka, ishara kwamba moto utakapokuwa umelipuka juu, yale majani yatachomeka. Sasa wanasema matofali yetu yamekuwa nini? Yamekuwa tayari. Tukingoja muujiza huo, kwamba Roho wa Mungu aingie ndani ya kila mtu akiambukiza wengine mpaka kanisa nzima lishikwe na joto ya Roho, tutakaa hapa tufe tuzikwe kama hatujaona hiyo. Lakini huyu Roho atakuja kwa wale ambao yuko tayari, hata kama vikundi cha watu 300, lakini kuna mtu mmoja hapa Bamburi na kuna mwingine kule Kitale na kuna mwingine kule Rasha. Hawa watakaojazwa Roho ndio kanisa la Mungu litakuwa linaandaliwa kuweza kuiva na kujiandaa kuandaa ulimwengu kwa marejeo ya Bwana Mungu. Kwa hivyo mkiongojea nini waimbaji kwamba kwaya yote hii jaji kwaya yote ile kabisa, ukiangalia uso wa watu unaona hawa watu Roho ameingia. Sijui tutaona nini katika hizo ndio Roho ameingia. Hiyo haitafanyika. Lakini mtu mmoja kama wale wanafunzi atakayekesha kuungama na kutubu dhambi zake, huyo mbingu haitasita, itampatia Roho Mtakatifu. Na yeye ndiye atakayeandaliwa kumaliza ulimwengu, maliza kazi kwenye ulimwengu, na Yesu akija hivi karibuni atuchukue pale nyumbani. Kwa hivyo tuna bahati kama kanisa kuambia kwamba tayari Mungu ametoa nguvu za kumaliza kazi, na hizi nguvu zimejengwa ndani ya Mungu mwenyewe kwa njia ya Roho Mtakatifu, na yuko tayari kumtuma huyu Roho atupatie kama kanisa la Waadventista ili tuondoke tukamaliza kazi na Yesu aje tuende nyumbani. Mnafikiria kule mbinguni kuna joto kama hili ya Mombasa? By the way, Mombasa mimi nilikuwa na Google tu kwa mtandao, ninaona hizo street za Mombasa. Kwa hivyo Mombasa niliona kwa mtandao, lakini leo sioni kwa mtandao, ni uso kwa uso. Niko naona Mombasa jinsi hivi. Amina. Bwana asifiwe sana. So hata na sisi huenda tumekuwa tukimsikia Roho kwa mtandao wa neno lake, kwamba Roho alitumwa, Roho yupo. Imefika wakati tusikukuru tu Roho kwa mtandao, yaani kwa kumsoma kwa maandiko. Tunataka huyu Roho si tu
tu kwa kumuona, lakini tumpe nafasi katika maisha yetu, kwamba aweze kuwa ndani yetu. Na unapotembea, unatembea ukijua Roho anakusukuma. Kuna kitu kinakusumbua ndani yako, kuna jirani wako pale, kuna mwingine pale, kuna kitu kinakusumbua kwamba kuna kazi hujafanya kwa mwenzako, na hapo ndipo sasa kanisa litakomaa na ndipo sasa tuende nyumbani. Hakuna jinsi tutakomaa. Wacha niwaambie tena. Pasipo Roho wa nani? Kanisa hili la watu wazima walio hapa litakwisha, tubaki na hawa watoto. Huyu mwenye amebeba huyu, nao waje wao wazee wa kanisa. Na wakati wao watakapokuwa wazee wa kanisa, sio kanisa litakuwaje? Sawa, ukiangalia kizazi cha sasa, ikiwa nyinyi ambao ni afadaliko na huko hivi na hawa hawa itakuwaje? Hata walipokwisha kuomba, mahali walipokuwa wameketi kukatikisika, naye Roho akafanya nini? Akashuka. Na aliposhuka, wanafunzi wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Amina. Mungu hakuwa na ubaguzi kwamba watu wengine wapokee Roho na wengine wasipokee Roho Mtakatifu. Huyu Roho sasa kisha kuja, yeye atatusaidia tuweze kutubu dhambi zetu. Pasipo Roho wa Mungu katika maisha yetu, hatuwezi kujutia kwamba sisi ni watenda dhambi. Roho anapokuwa ndani utushawishi kwamba wewe hapa umeenda Kongo na unahitaji kumwendea Mwokozi. Hapo ndipo utaweza kumwendea Mwokozi. Kwa hiyo Roho anakushawishi. Ukiona roho yako haikubali kwamba wewe ni mtenda dhambi, basi bila shaka hauna Roho wa kukuongoza. Huyu Roho Mtakatifu atatuumbia moyo mpya wa nyama, moyo ambao utakuwa unasikia neno la Bwana na kulifuata. Na huyu Roho ndiye atakayetupatia ushindi dhidi ya dhambi. Amina. Pasipo Roho katika maisha hatushindi dhambi. Tutaendelea kuwa watumwa wa nini? Wa dhambi. Tutaimba juu ya dhambi, tutaongea juu ya dhambi, lakini tutakuwa watumwa wa dhambi siku baada ya nyingine. Lakini Roho anapokuwa ndani yetu, anatushawishi, tunaingia katika toba, na kisha baadaye anatushindia dhambi. Roho huyu anapokuwa katika maisha yetu, anashuhudia mambo matatu. Unaposoma kitabu cha Yohana 16 aya ya 8 ukienda mpaka 11, yeye anashuhudia mambo ya dhambi. Roho wa Mungu asipokuwa duniani, walimwengu wataridhika na maisha watakayokuwa wanaishi ya dhambi, kwa maana hakuna kile cha kuwashawishi na kuwaonyesha kwamba wao ni watenda dhambi. Kwa hivyo Roho wa Mungu alikuja kushuhudia mambo matatu. Jambo la kwanza ni kuleta mwenye dhambi kwa Kristo, kwamba wewe ni mwenye dhambi na hauna jinsi utakavyojisaidia ili uweze kujiokoa, isipokuwa njoo twende kwa Mwokozi aliyewafia, naye ni Yesu Kristo. Kwa hivyo anatushika mkono na kutuelekeza kwa Kristo ambaye ni Mwokozi. Kwa hivyo Roho hutuvuta na kutuelekeza kwa Mwokozi. Jambo la pili, Roho wa Mungu alikuja kutangaza mambo ya haki. Mambo ya haki, kwamba mwanadamu mwenye dhambi anaokolewa tu kwa njia ya haki ya Kristo. Amina. Amen. Kwa hivyo mwanadamu ambaye ni mwenye dhambi hana haki yake, na ndio sababu Isaya akasema mwanadamu yule ambaye anatenda matendo mazuri sana inakaa kama ile viraka. Hiyo viraka tulitupa zamani. Matendo yale mazuri kabisa yale umejaribu kufanya ni kama vile viraka. So sisi kwa sababu hatuna matendo mema ya kuweza kutuokoa, Roho Mtakatifu anatuelekeza kwa Kristo na anatufundisha kwamba huyu Kristo ndiye anabaki kuwa haki yenu leo na hata milele. Amina. Kwa hivyo Kristo asipokuwa katika maisha ya mtenda dhambi hana tumaini, na kwa hivyo atapotea milele. Hatua ya tatu, Roho hutujulisha
anatujulisha ama kutufundisha juu ya hukumu, kwamba shetani amehukumiwa na hana nafasi tena ya kutubu. Na shetani kuhukumiwa ni habari njema kwa kanisa. Amina. Shetani amehukumiwa, wapendwa. Mwambie mwenzako shetani amehukumiwa. Tena amekwisha kuhukumiwa. Hakuna aliwasikia. Shetani hana nafasi tena, atapewa ajutie dhambi zake. Yeye amewekwa muhuri. Biblia inasema kwamba amewekwa muhuri mpaka wakati gani? Wa mwisho. Amekwisha hukumiwa. Apende asipende, aimbe asiimbe, shetani alikwisha hukumiwa. Yaani hukumu ya shetani ni past tense. Amina. Naye mwenye haki aliyemkubali Kristo amehesabiwa haki, ni past tense. That is good news. Wewe na mimi tumehesabiwa haki tayari. Hatusubiri kuhesabiwa haki, lakini tayari tumehesabiwa nini? Haki. Sasa Roho Mtakatifu anataka baada ya kuhesabiwa haki tudumu katika Kristo ili aendelee kututakasa siku baada ya nini? Siku. Lakini sisi tayari tukisha hesabiwa haki kwa njia ya imani, jinsi tulivyo hivi, tayari tumefika mbinguni. Najua shida ya Waadventista ndio. Ukiambia Waadventista tayari tumefika mbinguni, tena anaanza kushuka. Nini? Wana mambuli mnashuka. Tayari ninyi na mimi ni watu wa mbinguni, candidates wa wapi? Mbinguni. Amen. Wakati gavana wetu Joe alipewa cheti kuwa gavana cha ODM, kuna mwingine alikuja akasimama kwa hiyo kitu. Sisi tayari ni candidates wa mbinguni na kila mtu amepewa cheti ambacho ni haki ya Kristo. Kwa hivyo sisi tunakawia tu hapa tukisubiri tunyeshewe, lakini kwetu ni wapi? Mbinguni. Amen. Mwikulu yanzi bongene, mwikulu yanzi bongene, mwikulu yanzi bongene, mwikulu yanzi bongene. Ati mbinguni ni amani pekee. Hiyo wimbo wewe naimba na mama wakati ambapo mambo yamekuwa mabaya katika ndoa. Naanza kufikiria na jinsi mbinguni ni kuzuri. Sasa naona anaimba mwikulu yanzi bongene, mwikulu yanzi bongene. Anataka mzee amhurumie. Mwikulu yanzi bongene, mwikulu yanzi bongene. Lakini ukisikia mama anaimba mambo mengine, anaimba wimbo namba 40. Agani na ushiriki nikimtegemea Yesu tu, baraka gani tena amani nikimtegemea Yesu tu, tegemea salama bila hatari, tegemea Mwokozi Yesu. Akiimba hivyo wote wamelala zimejaa kwa kabati. Ugangani ya brown imejaa pale, maembe ya ukambani imejaa pale. Sasa ni furaha gani? Nategemea nani? Na hata si Mwokozi anategemea mume wake. Kwa hivyo sisi kwa njia ya Kristo tumehesabiwa haki na sisi ni candidates wa mbinguni. Amina. Shetani amekwisha hukumiwa na hana haki. Kwa hivyo Roho Mtakatifu anatufundisha kwamba shetani aliyehukumiwa asiwe na nafasi katika maisha ya kila mmoja wenu. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kumuondoa shetani ndani ya maisha ya aliyeamini. Anaondoa dhambi ndani ya aliyeamini, kwa sababu aliye
kuhukumiwa ni shetani, lakini si wenye dhambi. Kwa maana wenye dhambi wamehesabiwa nini? Haki. Si kwamba kuna kitu walitenda, lakini waliamini aliye wa haki ambaye ni Kristo, na kwa njia hiyo wakafikwa haki bure. Na kwa sababu sasa huyu Roho anapokuwa katika maisha yetu, katika Mwanzo 2:3-15 anasema, sasa ninaweka uadui kati yako na yule nyoka. Hauna nafasi tena, hauna ushirika tena kati yako na shetani. Kwa hivyo mbingu inapomwona muumini ana ushirika na shetani, mbingu inashangaa. Watu waliokuwa maadui tena wanakujaje kupatana tena na hawajafanya consensus? Hamjawahi kaa kwa MOU mkapatana kwamba wakati umefika sasa mimi na shetani napatana kuwa kitu. So Roho wa Mungu asipokuwepo sasa katika maisha, mwanadamu mwenye dhambi wao ni kwa shetani. Hahitaji kutafuta fare. It's just a walking step. Ndio unafika nyumbani. So Roho anakuja kushawishi kwamba wewe ustahili kuwa huko. Wewe ustahili kuishi maisha ya dhambi. Wewe kwenu ni hapa. Na huyo ni adui wewe. Aliua ndugu yenu aliye mkuu. Na kwa sababu ndugu wenu alikufa kwa sababu ya huyo, kuna ushirika gani tena kati yenu na adui wenu? Ni nani kwenu ambaye jamii ama majirani wanaoa moja katika jamii anaendelea kuiba kurukaruka kwa hiyo familia? Inawezekana? Kwa nini tuna nafasi tena ya kurukaruka na yule aliyeua ndugu yetu ambaye ni ndugu wetu mkuu Yesu Kristo? Tunaomba kwamba Mungu atusaidie katika juma hili. Amen. Aweze kutunyeshia hii mvua. Hata tumechoka kuwa duniani, tunataka twende kwetu. Amen. Na kabla tujaenda kwetu, atupe hii nguvu, aweze kutulowesha. Tupate hii nguvu itakayotufanya tuweze kuzaa matunda. Na walimwengu watakapoona matunda, watamkimbilia Kristo. Na kwa njia hiyo, kanisa la Bwana litakomaa. Amen. Wakaa pamoja nami wanasema, Mungu tusaidie ili tunyeshewe hii mvua. Mungu wa mbinguni aweze kutubariki. Amen.